Na karibuni tena Ama Films kwenye uchambuzi wa kitu hiki kabisa ambacho nakiita binti yangu. Sasa swala zima ama mahusiano ya Baba Kalobo pamoja na Bibi Mdoli yamezua gumzo sana huko mitandaoni. Yani watu wanatoa comment mbalimbali kuhusiana na mahusiano haya hapa. Kuna wengine wanasema kwamba Baba Kalobo ameenda kulelewa, lakini kuna watu wengine wanasema kwamba ni poa kabisa Baba Kalobo kuweza kuishi na mwanamke Mdoli ama kuweza kuishi kwenye nyumba ya Mdoli. Lakini kwa upande mwingine unaona kabisa kwamba Baba Kalobo atakwenda kuwa mtumwa wa mapenzi kutokana na kwamba hatakuwa free, hatakuwa huru kuweza kufanya mambo yake. Yani kiufupi Baba Kalobo hatakuwa na uhuru wa kuweza kuamua jambo. Yani kiufupi hatakuwa na maamuzi kwa Bibi Mdoli. Je, ni kweli hayo yote yanayosemwa ni ya kweli kwamba Bibi Mdoli atakuwa anamdominate ama atakuwa anamtawala sana Baba Kalobo kutokana na kwamba Baba Kalobo yuko chini yake, yani kiufupi yuko kwenye himaya yake? Na mimi kwa jinsi ambavyo ninakiona hiki kitu ni kwamba Baba Kalobo atakwenda kuteseka sana, yani kiufupi atateseka sana kutokana na kwamba hii ni nyumba ya Mdoli, na kama tunavyofahamu mwanamke siku zote akimiliki mali, yani akiwa na mali zaidi ya mwanaume, hii inaleta mlipuko kidogo kwenye ndoa. Kitaalamu hii hapa tunaita mapenzi ya wasiwasi. Sasa kitu ambacho pia hamkifahamu ni kwamba hayo yote ni mawazo ya watu mashabiki ambao wanaifuatilia tamthilia hii, ambao wanazidi kusema kwamba Baba Kalobo atateseka sana kwenye mahusiano yake. Lakini kikubwa tu ni kwamba kwenye maisha kama mnapendana, haijalishi kwamba status ya mwanamke wako ni kubwa kuliko status ya mwanaume, haijalishi kwamba mwanamke anakuzidi kipato kiasi gani, kama anakupenda tu basi mwanaume lazima utakuwa na msimamo na utakuwa na maamuzi kuliko yeye. Sasa hiki ndio kitu ambacho ninafikiria kitaweza kutokea kwenye ndoa ya watu hawa wawili, Mdoli pamoja na Baba Kalobo. Yani kiufupi kwamba wanaosema kwamba Baba Kalobo analelewa ama ataishi maisha magumu sana kutokana na kwamba kila kitu kitakachofanywa humu kitaamuliwa na Bibi Mdoli, hawako sahihi kabisa, kwa sababu hawa watu wawili wanapendana, na kama tunavyofahamu Bibi Mdoli anamheshimu sana Baba Kalobo. Hivyo sio rahisi Baba Kalobo kuweza kuwa kimya kabisa katika kutoa uamuzi kwenye familia hii hapa ambayo imetengenezwa upya. Lakini kitu kingine ambacho nimeweza kufurahia ni swala zima la Bibi Kalobo kuweza kueleza hisia zake kabisa, kuficha mambo, akimwambia baba yake kwamba atakuja kumjengea nyumba siku moja kama nyumba hii hapa. Sasa hiki ni kitu pia ambacho watoto wengi wanatakiwa kujifunza kwa Kalobo. Yani kiufupi mtoto unatakiwa uwe na ndoto kubwa, yani unatakiwa uwe na mipango mikubwa kabla ya kuifikia. Sasa hii ni ndoto ambayo pia mimi nimeweza kuisupport, na ninamwombea Kalobo aweze kufanikisha ndoto hii ya kuwa na maisha mazuri na baadaye aweze kumjengea Baba Kalobo nyumba nzuri. Na nikwambie tu kwamba hii ni Ama Films. Like video hii, share video hii na usisahau kusubscribe kabisa. Na ukijaribu kuangalia the way ambavyo Bibi Mdoli anamtreat Baba Kalobo, it looks like they have been married already. Yani inaonekana kama vile wameoana tayari, wakati bado kabisa ndoa ndo imeanza. Yani kiufupi bado hawajaoana kwa ndoa, yani wanaishi kama mtu na mpenzi wake tu. Lakini japokuwa Kiswahili tunasema kabisa kwamba hawa watu wameshaoana. Sasa kitu kingine ambacho kimeweza kutuchanganya sana wengi, na ni kitu ambacho kinawafanya mashabiki wengi ama watu wengi ambao wanaifuatilia tamthilia ya binti yangu wazidi kuwa na wasiwasi, na hii ni kutokana na kwamba Bibi Mdoli ameonekana kumletea zawadi Baba Kalobo. Sasa hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba hataki Baba Kalobo hangaike na kutafuta maisha. Sasa hili ni kosa ambalo Bibi Mdoli analifanya kwa Baba Kalobo, kwa sababu atamjengea tabia ya kuwa na utegemezi, yani kutojitafutia mwenyewe. Na hapo alipo Baba Kalobo, alichotakiwa kufanya ni kwamba anatakiwa akapambane kutafuta kazi, ama kama vipi akafanye kazi kwenye kampuni ambazo Bibi Mdoli anazimiliki, ili aweze kujiingizia kipato chake mwenyewe na sio kutegemea kipato kutoka kwa mwanamke wake Mdoli. Hii hapa hai make sense. Yani kiufupi ni sawa kabisa kwa wapenda nao kuweza kushare mali, yani mwanaume anatumia mali za mwanamke wake hata kama amezidiwa kipato. Lakini kwa upande mwingine kitaalamu zaidi tunasema kwamba ili mwanaume awe na uhuru zaidi katika kumake maamuzi, ni lazima awe na mali za kwake mwenyewe ambazo amezitafuta. Yani kiufupi awe na mali kumzidi mke wake, ili aweze kuwa na sauti kubwa kwenye familia hii na aweze kuonekana kama nguzo imara katika familia. Sasa swala na Baba Kalobo kuwa anapewa zawadi na Bibi Mdoli, hii itamjengea tabia ya
kumtegemea ama ya kuwa mtegemezi wa mambo mbalimbali kutoka kwa bibie Mdoli. Sasa hii itakuja kumshushia heshima hata kwa majirani ama kwa watu ambao wamemzunguka Baba Kalobo. Sasa hiki ni kitu ambacho Baba Kalobo anatakiwa awe makini sana, yani asiridhike na maisha ambayo anaishi kwa sasa, ambayo ni maisha mazuri, sio maisha ya karaha. Sasa hiki ni kitu ambacho Baba Kalobo anatakiwa kuwe makini, kwa sababu anatakiwa kupambana, ajitafutie kazi ama akafanye kazi kwenye kampuni za bibie Mdoli ili aweze kujiingizia kipato. Hii itamheshimisha kidogo kwenye familia yake. Sasa kama nilivyokuambia kwamba hii ni Ama Films, like video hii, share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe kabisa kwenye channel hii. Lakini kitu kingine ambacho nimeweza kufurahishwa na bibie Kizibo ni swala zima la kuweza kumwambia ukweli bibie Sonia ama Mama Kalobo, na hii ni mara baada ya Mama Kalobo kuweza kufika kwenye nyumba yake ya zamani. Sasa kitu ambacho nimecheka, hebu ngoja kwanza nicheke kidogo. Bwana, ilikuwa hivyo, wanawake wananifurahisha japokuwa na wachukia wakati mwingine, ila kuna muda wako romantic na wako real sana, kwa sababu hawawezi kuficha mambo yaliyoko kwenye mioyo yao. Ni wanawake ambao wana tabia za hovyo, lakini kwa muda mwingine wanafurahisha. Sasa unajua ni kitu gani? Kitu ambacho kimeweza kunifurahisha ni swala zima la Mama Kalobo kuweza kumuuliza bibie Kizibo kwamba mwanamke wa mtu unakaa ndani au unaishi kwa kaka yako muda huu, unafuata nini? Na bibie Kizibo alichonifurahisha, alimuuliza na wewe vipi kwa mtaraka wako, unafuata nini? Sasa haya ni maswali ambayo yameweza kunifurahisha na ni maswali ambayo yameweza kuwafurahisha wengi sana. Lakini kosa ambalo bibie Kizibo amelifanya humu ndani ni kuweza kumsanua Mama Kalobo kuhusiana na maisha ambayo Baba Kalobo pamoja na Kalobo wanaishi kwa sasa, yani maisha ya kifahari. Hili ni kosa ambalo Kizibo amelifanya. Hakutakiwa kabisa kumwambia ama kumgusia bibie Sonia, kwa sababu kama tunavyofahamu Sonia ni mwanamke ambaye ana roho mbaya. Akitambua kwamba Baba Kalobo ana maisha mazuri, atafanya kitu chochote ili aweze kufanya nini? Aweze kuhakikisha kwamba Baba Kalobo anaanguka kimaisha ama kiuchumi. Sasa kitu kingine ambacho nimeweza kufurahishwa sana na majibu ya Mama Joani ama Zebu ni kuweza kuficha swala zima la birthday ya bibie Kalobo ambayo itafanyika pale kwa bibie Mdoli. Sasa huyu mtoto Joani alitaka kutoboa siri, na hii siri ambayo alikuwa anaitoboa ilikuwa inakwenda kumjuza moja kwa moja Sonia kuhusiana na location ama mahali ambapo Baba Kalobo na mwanae Kalobo wanaishi kwa sasa. Sasa hii hapa ingeleta haluki kubwa kweli kweli, kutokana na kwamba Mama Kalobo akifahamu mahali ambapo Baba Kalobo na Mama Kalobo wa sasa Mdoli ataweza kufanya jambo lolote kuhakikisha kwamba anaiporomosha ile familia na uchumi utaweza kushuka, kutokana na kwamba huyu mwanamke ni mwanamke mwenye roho mbaya sana. Sasa kitu ambacho nashindwa kujiuliza na ninashindwa kuelewa ni swala lazima la Mama Kalobo ama Sonia kuzidi kuonyesha tabia zake za kijinga, tabia za kuwa na roho mbaya, wakati tayari ameshapata pigo, ameshapata mambo mengi. Kama ni adhabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu amepata. Sasa huu ulikuwa ni muda wa yeye kuweza kujifunza, lakini bado tabia zake ni zile zile, hazijabadilika. Ndio maana wanasema kwamba shetani siku zote ni shetani, ama mtu mwenye roho mbaya, mchawi, siku zote atakuwa mchawi tu, hawezi kubadilika hata siku moja. Sasa kitu kingine ambacho kimeweza kutrend sana ni swala zima la Mr. Kizito kuweza kujifichua mwenyewe bila kufahamu ya kwamba amejifichua. Sasa hii ni mara baada ya Mr. Rahasa kuweza kufika hapa na kumuulizia bibie Lemi yupo wapi, where is he? Sasa hiki ni kitu ambacho pia tuliweza kukiona kwenye tamthilia ya Dunia, yani bibie Violet alikuwa na wasiwasi sana, na ndio maana Manyanya akagundua kwamba huyu kuna mtu anamsumbua ama kuna shida yuko nayo. Sasa hiki ni kitu pia ambacho kimeweza kutokea kwa Mr. Rahasa pamoja na Kizito, yani wasiwasi ndo umemfanya Mr. Kizito aweze kumbuka hapa kwa Rahasa, kutokana na kwamba yeye kama tunavyofahamu ni kwamba anavyofahamu hapo, anafahamu kwamba amehusika na mauaji ya bibie Remi, yani amemuua bibie Lemi. Lakini ni kusanue kitu kimoja tu, kama tulivyoweza kuona mwishoni mwa episode hii, ni kwamba Lemi yuko mzima wa afya kabisa, yani bado yuko hai. Sasa hatufahamu kama pale alipo ana kumbukumbu, kwa sababu kama tunavyokumbuka ni kwamba Mr. Kizito aliweza kumpigiza kichwa chake chini. Sasa nahisi atakuwa hana kumbukumbu, na kwa sasa yuko kwenye mikono ya nani? Ya madevu. Nafikiri madevu baada ya kumuona mtoto mlembo kama Lemi ataweza kumsahau bibie Mdoli. Kama tunavyofahamu, nikwambie tu kwamba hii ni Ama Films, lakini nikwambie tu baadaye saa 2 usiku ninaachia kitu kingine kutoka China.